tulipewa ahadi, tulipewa matumaini. Na ukitoka kwenye shida, mtu akikupa matumaini, hasa ambaye unaambiwa ndio daktari bingwa, akija mama akakupa matumaini, maana hata akija baba unamsema ananiondoa njiani, lakini mama akakupa matumaini, utaamini kuamini? Zikaja kikosi kazi, tunakumbuka tukumbuke, sote tukashiriki na chama chetu kikashiriki kwa namna ya kipekee kwa kutoa mawazo kuliko chama chochote kile, kwa maandishi katika ajenda zote ya reformu ya uchaguzi na pia mabadiliko ya katiba. Haya mambo tusiyasahau, haya ni ya kwetu ACT Wazalendo. Kikosi kazi kakatoa mapendekezo tu ambayo sisi tulichangia, lakini akaja marekebisho. Jengine ambalo tulilisimamia ni kushiriki kwa kikamilifu katika kuzitafsiri 4R za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulishiriki kwa kiwango mnachojua, lakini mimi naambia tulishiriki kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko hicho mnachokifahamu. Kuamini baba tuta. Lakini pia sisi chama chetu ndio chama kinachoongoza kwa kufungua kesi mahakamani kupata tafsiri hii za mahakama juu ya sheria mbalimbali, na kesi hizi zote tukashinda. Ikiwemo hii ya wakurugenzi kutokusimamia chaguzi za serikali za mitaa. Kwa hivyo ninachotaka kusema ni kitu gani? Ni kwamba chama chetu kilifanya siasa kwa mujibu wa hali ilivyokuwa. Wanasema watu wa vita, kuna jambo linaitwa economy of effort. Katika vita usitumie nguvu kama pahala hapahitaji nguvu. Unatumia nguvu pale ambapo panahitaji nguvu. Siasa tulizotoka ni za kuamilishwa kwamba tunakwenda kwenye siasa za maridhiano. Tulifanya engagement katika ngazi zote, ndani na nje. Hakuna kiongozi wa Chama cha Mapinduzi ambaye hatukumfika. Hakuna kiongozi ambaye mstaafu hatukumfika kuzungumza naye, kumweleza kwenye maridhiano, kwa sababu tuliamini kwenye maridhiano. Tuliamini katika siasa za kistaarabu. Tuliamini katika kuipa Tanzania na Watanzania fursa ya kutengeneza nchi yao. Na tumeyafanya haya Tanzania bara, tumeyafanya haya Zanzibar kwa kuingia katika sheria. Ndugu zangu viongozi, jaza malipo yetu ilikuwa nini? Ilikuwa ni pamoja na viongozi wetu, akiwemo mwenyekiti wetu wa ngome ya vijana kukamatwa, kutekwa na kuteswa. Viongozi wetu mbalimbali, wagombea mbalimbali kukamatwa, kutekwa na kuwekwa ndani na kuteswa, na wengine kufukuliwa mashtaka ya uongo. Hayo ndio walioanza kutekeleza Chama cha Mapinduzi. Lakini hata lile la msingi ambalo lilishafanyika la kuunda tume huru ya uchaguzi, sheria imepitishwa, lakini wamegoma kuitekeleza. Wanawaambia wenzangu hapa kwamba tume yetu ya uchaguzi imekuwa kama yule mwigizaji Joti. Maana Joti akivaa nguo za kike anaitwa nani? Kiboga. Au sio?
akibadilisha akivaa za kapula kwenda shule anakuwa nduje, si ndio? Au sio? Lakini si yote yule yule. Sasa na sisi eti tumeiga uchaguzi, mwenyekiti yule ile Jaji Mwambegele, sijui mamwe, kila kitu kile kile, lakini eti kwa sababu sheria imetungwa nyingine na imeitwa Tume Huru ya Uchaguzi, wanataka watu hawa tuamini kwamba eti kweli ile sasa ndio Tume Huru ya Uchaguzi. Kiboga kavaa kaptura kawanduji. Lakini wanataka tuamini kwamba ile sasa ndio Tume Huru ya Uchaguzi. Haya mambo yapo namna ya kumdanganya mtu mzima mwenzako. Lakini unapofika pahala ukajidanganya na mwenyewe na ukataka watu waamini, tuna tatizo kubwa. Ndio tunasema nchi hii tuna tatizo kubwa sana. Kwa hivyo baada ya kuzingatia yote haya, ndio maana chama chetu kimekaa na kikatafakari. Abaidha sikutaka kuyazungumzia hatua tulizochukua Zanzibar, lakini tumechukua hatua kadhaa, lakini nazo pia zimegonga maana kule hata moja lile hakutaka kutekeleza, pamoja na kuahidi kwamba atatekeleza. Kwa hivyo kwa ujumla, chama chetu baada ya kukutana, halmashauri kuu ya chama chetu ikaamua kwamba sasa ni wakati chama chetu kubadili mwelekeo wa kufanya siasa katika nchi yetu. Sasa tuchukue tulichopewa. Sasa tujibu kwa mujibu wa swali tuliloulizwa. Na sasa ni wakati wa kwenda na hali yenyewe ya bahari ilivyo. Kama iko rafu, hatukuitaka, tulipambania mambo yaende kwa salama, twende kwenye maridhiano. Lakini tulichopewa ni maridhiano? Hapana. Ndio maana nadhani makamu mwenyekiti kafafanua vya kutosha. Ndio ile tunasema economy of effort. Nisichukue muda, lakini niseme cha mwanzo cha msingi, chama chetu kimeamua kwamba sasa tutoke katika siasa ambazo za maridhiano. Hatukupewa, tuliziambania, hazikusimama. Sasa tuende kwenye siasa zinazohitajika wakati huu, ambazo ni siasa za mapambano. Ni siasa za mapambano. Na tunaposema mapambano, sio kupigana na mtu, ni kupigania jambo tunaloliamini kwamba lazima tulipate. Na la kwanza ni kupigania demokrasia katika nchi yetu. Makamu mwenyekiti amesema hapa kwamba tumepigania, tumepambania, lakini siko tulipopeleka. Kwa hivyo sasa tulichosema ni kwamba sasa tupambanie demokrasia katika nchi yetu. Kwa nchi hii sasa, kama hatukupambania demokrasia, maana sote ni kama vile tumetekwa nyara, kwa sababu ufalme wa mwananchi, aitwe mwananchi, ufalme wake ni uamuzi wake juu ya nchi yake, na ufalme ule ni katika kumweka nani aendeshe mambo yake. Hapo kama wewe una nyumba yako, kama wewe una biashara yako, lakini huna amri ya kuamua
nani awe meneja wa biashara yako, nani asimamie nyumba yako hiyo. Nyumba hiyo inakuwa yako, si yako. Unavishokelea kwa cha ukoka. Sisi tutajosema cha kwanza ni lazima Watanzania tuwafikishe, tupambanie wafike pahala kweli wawe Watanzania na wafate maamuru ya katiba yetu kwamba mambo ya nchi huamuliwa na wananchi, kwa sababu ndio wenye nchi. Nchi hii si shangazi yake mtu. Nchi hii si ya baba yake mtu, na si vibaya kusema nchi hii si ya mama yake mtu. Nchi hii ni ya Watanzania wote.